Jina langu naitwa Loasa Lolumuje ambaye ni mfamasia. Nichukue nafasi hii kwa ufupi kabisa nipate kuelezea historia yangu binafsi, historia ya elimu, historia ndani ya jamii, mambo ambayo tumeyafanya hadi kufikia siku ya leo. Nikianza na upande wa elimu, mimi nilijiunga na shule ya msingi Olbokishu miaka 2000 na kuhitimu mwaka 2008 wilayani Simanjiro. Baada ya hapo nikajiunga na elimu ya sekondari mkoani Arusha, shule ya Edmund Rice Senior Secondary School na kuhitimu mwaka 2012, ambapo baadaye niliweza kujiunga na kidato cha 5 shule ya sekondari Kazima iliyoko Tabora, baada ya kuhamia shule ya sekondari Miono iliyoko mkoani Pwani na kufanikiwa kumaliza kidato cha 6 mwaka 2015 na kuanza elimu ya juu chuo kikuu cha St. John University of Tanzania, shahada ya kwanza ya ufamasia. Wakati nikiwa chuoni nilikuwa napenda sana kuhudumia jamii, hasa jamii yetu ya wilaya Simanjiro, kwa kupita mashuleni, makanisani, sehemu mbalimbali zenye mikusanyiko ya watu, kutoa elimu juu ya matumizi sahihi ya dawa, kuhamasisha elimu kwa jamii, kuwatetea na kuwasemea watoto wa kike, kataa mila kandamizi kwa watoto na kadhalika. Tumeweza kufika shule mbalimbali ndani ya wilaya Simanjiro, ikiwemo shule ya msingi Terati, shule ya sekondari Terati, shule ya msingi Dolongoswani, shule ya msingi Ngonongwe, shule ya msingi Loswaki, shule ya msingi Olbokishu, shule ya msingi Inoti na pia shule ya sekondari Odio namba 5. Katika ziara zote hizi tunapita kuhamasisha kwanza elimu ndani ya jamii yetu, kwa sababu ndani ya jamii yetu kwa sehemu fulani bado jamii yetu haijatoa kipaumbele kwa elimu, hasa elimu ya mtoto wa kike. Kwa hiyo tunapita kwanza kuhamasisha wazazi, kuhamasisha wanafunzi kuhusu umuhimu wa kusoma, umuhimu wa elimu, na pia tunahamasisha juu ya matumizi sahihi ya dawa, magonjwa na namna ya kujikinga na vitu kama hivyo. Kwa miaka michache tokea 2015 hadi 2020 tumekuwa na kazi hiyo kubwa ya kupita mashuleni, redio RSFM iliyoko Simanjiro, makanisa mbalimbali na sehemu mbalimbali nchini kwa ajili ya kuhamasisha elimu na kutoa elimu ya matumizi sahihi ya dawa. Kupitia harakati hizo tumefanikiwa kuwa na uanzilishaji wa taasisi mbalimbali, ikiwemo shirika la Elimisha Simanjiro ambalo pia lilikuwa natetea elimu, kutetea afya ya jamii, kutetea uchumi wa jamii ya Simanjiro na watoto wa Simanjiro. Lakini pia tumeweza kuanzisha taasisi nyingine ambayo inahusisha na kusaidia vijana mbalimbali kupata fursa mbalimbali za ajira wakiwa wanasubiria ajira ya kudumu ya serikali. Tumeunda taasisi inaitwa Jamii Yangu Begani Community Service, ambayo hii imekuwa imesambaa nchini Tanzania kupitia mitandao ya kijamii hasa WhatsApp, ambao tunashare fursa mbalimbali za ajira kwa vijana, fursa mbalimbali za ajira kwa watu mbalimbali wenye taaluma tofauti. Pia tumeweza kuanzisha taasisi ya Helping Heart Initiative, ambayo hii sasa inalenga kuwatetea, kuwasaidia wale watoto wanaoishi mazingira magumu katika sehemu mbalimbali ndani ya Tanzania kwa kuanzia wilayani Simanjiro. Lengo letu kubwa ni kusaidia jamii ipate uelewa, jamii ipate hamasa, jamii iweze kufahamu umuhimu wa elimu, jamii iweze kupata elimu ya afya, jamii iweze kupata namna sahihi ya kutumia dawa, kwa sababu ukiangalia watu wengi hata wakipewa dawa mara nyingi wanatumia hawamalizi dozi, hata wakipewa pia dawa wengine wanagawana kwa familia, wengine pia wanatumia dawa bila ushauri wa wataalamu wa afya. Tunafahamu kwamba matumizi sahihi ya dawa ni muhimu sana kwa ajili ya kulinda afya za Watanzania. Kama mfamasia, kila siku, kila mara, kila wakati tumekuwa tukihamasisha jamii namna sahihi ya kutumia dawa ili kulinda afya zao, na pia kuwashauri namna sahihi ya kutunza dawa. Wakati mwingine pia tunawashauri waache kujitibu wenyewe, watafute ushauri wa wataalamu wa afya na wafamasia wa kufika hospitalini, wapate vipimo sahihi, mwisho wa siku wapewe dawa zile ambazo ni sahihi kwa magonjwa yao. Kwa hiyo kupitia taasisi zetu hizi na harakati zetu hizi tumeweza kufika sehemu mbalimbali, na mpaka sasa bado tunaendelea kutoa elimu hiyo na matumizi sahihi ya dawa na kuhamasisha elimu. Bado jamii yetu iko nyuma kwa sehemu fulani,
tunahitaji kupata wasomi wengi zaidi na watu wengi ambao ni taaluma mbalimbali ili kuweza kusaidia familia zao. Kwa ufupi tu ni kwamba tuna kazi kubwa kama jamii, kama vijana, kama Wanasimanjiro ya kuhakikisha kwamba jamii yetu inakuwa salama dhidi ya magonjwa mbalimbali, matumizi sahihi ya dawa, kuhamasisha elimu, kuwawezesha watoto kiuchumi na wanawake na wazee na watu makundi mbalimbali ambayo yapo ndani ya jamii. Kwa hiyo sisi tumedhamiria hayo na tunaamini kwamba kulipitia wadau mbalimbali, serikali na jumuiya za ndani ya nchi na kimataifa, tunaweza tukaungana pamoja kutokomeza maradhi, kutokomeza ujinga na kutokomeza umaskini ndani ya taifa letu na jamii yetu ya Kimasai.